Asante kwa kusalia nasi. Tunakutana leo siku ya kimataifa ya ujuzi kwa vijana, siku ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 15 Julai kwa lengo la kuonesha umuhimu wa kuwapatia vijana ujuzi wa kiufundi, stadi za kazi za ufundi na ujuzi wa kidijitali ili kuwawezesha kupata ajira, lakini kujiajiri na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii. Sasa nikukumbushe kwamba siku hii ilianzishwa na Umoja wa Mataifa UN mwaka 2014 ili kuwawezesha vijana kukabiliana na changamoto za kiuchumi duniani na kuchangia katika kufanikisha maendeleo endelevu. Pia ni kumbusho kwamba uwekezaji katika ujuzi wa vijana ni msingi wa kuwajengea uchumi imara lakini jumuishi na wenye ustawi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Sasa kuzungumza kuhusiana na siku hii muhimu yupo hapa Samson Mwela, mkurugenzi wa menejimenti ya maarifa ama menejimenti wa maarifa. Karibu sana. Asante. Sasa anatokea Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, lakini tunaye Wilbrod Nyirenda, yeye ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya Prepaid Meter. Sasa huyu ni mbunifu kijana kutoka hapa nchini ambaye amebuni mita za maji za malipo ya kabla na inafanya kazi kama mfumo ule huwa luku, yani unanunua unit halafu unaweka kama token za umeme. Sasa tunazungumza kuhusiana na siku hii muhimu sana. Nyirenda, karibu sana. Asante sana kaka. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Sasa siku karibuni sana. Asante sana. Nashukuru sana. Karibuni sana. Na tukizungumza kuhusu siku ya kimataifa ya ujuzi kwa vijana, unapata tafsiri gani Nyirenda ikiwa wewe ni kijana? Kwanza nipende kushukuru kwa niaba ya vijana wenzangu kwa sababu dunia inakuwa kwa kasi, teknolojia inaongezeka kwa kasi. Kwa hiyo siku kama hii ni siku ya muhimu sana kwa sisi vijana kukumbushana kwamba tunatakiwa kukumbuka teknolojia ndio taifa la kesho. Tunatakiwa kuwekeza, tunatakiwa kuitumia kama fursa na kupata ajira. Kwa hiyo nashukuru sana kwa siku hii leo. Kwa hiyo ni namna ya kuitumia vizuri siku hii. Exactly. Na wewe ukiwa ni sehemu ya vijana wabunifu. Exactly. Yani ni siku ambayo inatukumbusha niseme, yani inatufanya tuwe aware kwa sababu hata tunaona teknolojia sasa hivi kuna vitu kama AI ambavyo havikuwepo. Sasa hivi vitu vinazidi kuongezeka. Kwa maana yake teknolojia ni taifa la kesho kwa vijana. Kabisa. Mwela, pale COSTECH mnakuza na kuviangalia vizuri zaidi hizi bunifu za vijana. Tuambie zaidi kwa kile ambacho mnakifanya na vijana ambao mna wakuza pale COSTECH. Nashukuru sana kwa niaba ya Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia. Tuendelee kuwashukuru kwa kipindi hiki. Na Tume ya Sayansi na Teknolojia ni taasisi ya serikali, imeanzishwa kimkakati na lengo lake hasa ni kuendeleza teknolojia, usayansi pamoja na ubunifu, na tumeendelea kutekeleza sera za serikali katika kuendeleza vijana na kuhakikisha kwamba sayansi na teknolojia na ubunifu inachangia katika maendeleo ya nchi yetu. Na mwaka huu tunatimiza miaka 40 tangu COSTECH ianzishwe, na katika kipindi hiki tunashukuru kwa sababu umetupa nafasi. Kwa hiyo katika kipindi cha huu mwezi Julai mpaka mwezi Novemba tunakuwa na matukio mbalimbali, kukutana na wadau mbalimbali including wananchi. Kwa hiyo tunashukuru sana kipindi hiki kwa sababu tunapata nafasi ya kuzungumza. Sasa mazingira ambayo yanawekwa, mojawapo ni ambayo nataka nijikite zaidi katika ubunifu. Na katika ubunifu serikali ilianzisha mfuko unaitwa mfuko wa kuendeleza utafiti na ubunifu, na kupitia ule mfuko ndio tunaendelea kuwawezesha vijana, na serikali inaweka fedha pale kila mwaka. Na katika maeneo mazingira ambayo serikali, kwa sababu kazi ya serikali pia ni kuweka mazingira mazuri ya vijana kuweza kuendeleza bunifu zao. Wako wengi nchi nzima. Kwa hiyo katika kuendeleza haya ubunifu tuna kumbi mbili pale. Kuna ukumbi wa kwanza unaitwa Buni, na Buni ni ukumbi ambao unawaendeleza vijana na kuwa na wazo. Baada ya kuwa na wazo, lile wazo linaanza kulelewa, linakuzwa mpaka inakuwa
ni biashara. Yeah. Sasa ukitoka biashara, ukimaliza lile wazo, kwa hiyo hapa kuna vijana wanatoka shuleni, wanatoka maeneo mbalimbali, unapoweza kufika pale ni swala tu la wewe unajisajili, halafu unaendelea kuendeleza na zile program. Kwa hiyo kuna program nyingi za kuendeleza vijana, kuwafundisha ujuzi mbalimbali na kuendelea namna gani unaweza ukatengeneza, kubadilisha wazo lako kuwa biashara. Na ubunifu tunasema ni lile wazo ambalo linakwenda kutatua changamoto zinazoikabili jamii. Hilo ni la kwanza. Sasa ukishamaliza pale, unakwenda hatua ya pili. Ambapo hapo ni yoyote, yani kijana yoyote. Yes. Ambaye hata kama ana ujuzi mwingine, ambaye hana ujuzi wowote, kutoka shule ya msingi, yoyote anajiunga na. Ni yeyote yule, na iko wazi. Ni unapofika pale ni kujisajili. Kwa hiyo iko pale, na kwa bahati nzuri saa hizi serikali, tuko hapa Dar es Salaam, lakini tumejenga jengo jingine linaitwa STI Complex. Complex iko Dodoma, na lengo lake pia kuendelea kuwasaidia vijana tukiwa pale Dodoma na hapa Dar es Salaam. Lakini pia tunakuza tunawezesha hawa sekta binafsi ambao na wenyewe wanataka kuanzisha hizi kumbi, kwa hiyo wanapata nafasi ya kuendeleza. Sasa nilimalizia kwenye Buni Hub. Yeah. Na Buni Hub ukienda mazingira pale, na tuwakaribisheni, mnaweza mkafika mkaangalia Buni Hub jinsi ilivyo, imetengenezwa kibunifu zaidi. Yaani mtu akifika pale ni mazingira yale ambayo yanamsaidia kijana mwenye ubunifu kuweza kujua yupo katika mazingira tofauti ya kuendeleza ubunifu. Na haya mazingira ambayo yamewekwa na serikali. Lakini la pili iko Atamizi ambayo inaitwa DTBI. Okay. Ni Dart Technology Business Incubator. Kwa hiyo tunayo pale, na hili sasa ukisha kuwa na biashara unapita pale, halafu unakaa. Kwa hiyo tumeweka facility pale, unaweza kupata, unaanza kuendeleza biashara. Na tumewaendeleza wengi, wakisha maliza pale basi wenyewe wanatoka, wakisha graduate, halafu wanakwenda katika kuendelea biashara yake. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo serikali imeweka. Lakini kuna eneo moja ambalo ni gumu zaidi. La wengine, unaweza ukawa una mazingira hayo yote, lakini ukashindwa kupata mtaji. Kuna kitu anasema, kuna changamoto ya kubiasharisha bunifu yako. Sasa wengi wanaishia hapo, utakuta zile bunifu zinaweza zikafa kabla hazija biasharishwa. Kwa serikali iliona na ikatengeneza mfuko unaitwa Samia Commercialization Fund. Okay. Na ule Samia Commercialization Fund, wewe ukiwa na ubunifu wako ambao unaweza kubiasharika, unataka kama Nyirenda hapa, huu unabiasharika huu. Kwa hiyo ukishamaliza kubiasharika, au tayari umeshabiasharika Nyirenda? Tayari, yani mimi ni mnufaika wa hizo vitu vyote vimekuwa na vizungumzia hapa Mheshimiwa Rais. Kuanzia Buni, yani kuanzia kwenye wazo mpaka hapa nilipofika ni. Sasa kabla ya kuja kwako, tumalizie kule kwenye Samia Commercialization Fund. Sasa ile zipo, na saizi tumerahisisha, tumeweka mfumo wa kusajili bunifu zako, unaitwa NIST. Na huu NIST unaweza, hata kama uko kijijini huko, unaweza ukasajili bunifu yako. Sisi tukishaiona kwamba ni bunifu hii, then tunaanza kukusaidia. Kwa hiyo kupitia ile unaweza ukaomba hizi fund. Zipo. Lakini sio kwamba unakuja tu pale una wazo. Lile wazo liwe limefika katika level ya kuwa biashara. Kwa hiyo sasa baada ya kuwa biashara ndipo unaomba. Ukishaomba ukikidhi vigezo, zile fedha zipo za kukuwezesha wewe kufanya biashara. Kwa hiyo nilikuwa natoa wito pia vijana wenye bunifu nchi nzima waingie kwenye mfumo unaitwa nist.costech.or.tz waweze kupata hizo fursa. Sasa ziko fursa nyingi, itategemeana na nyie lakini tulikuwa tunataka hasa kuwahamasisha vijana kwenye hii Samia Commercialization Fund. Ni mfuko ambao fedha zipo, na tunachosikitika ni kwamba vijana wengi kwa hiyo tuwaombeni, vijana wengi bado hawajajitokeza. Na kwa nini tunasema vijana? Vijana ndio ambao wanakuja na bunifu nyingi sana. Kwa hiyo maana tunataka wajitokeze. Sasa mmoja kati ya wabunifu hao ni Nyirenda. Nyirenda, tuambie kuhusiana na ubunifu wako. Naam. Ni ubunifu upi kwa Mtanzania ambaye anafuatilia sasa hivi, na wazo lilikuwa kuwaje?
Okay, nashukuru sana. Ubunifu wangu mimi ulianza mwaka 2019. Kipindi nipo chuo, masomo yangu ya ufundi ya diploma. Na kama tunavyojua ukiwa chuo katika mwaka wa mwisho lazima utengeneze project. Kwa hiyo tuliambia tufikirie. Sasa kipindi hicho pia Wizara ya Elimu ilikuwa ina host mashindano ya sayansi ya kitaifa. Kwa hiyo nikasema nitumie opportunity hii kutengeneza project ambayo itanisaidia chuoni, lakini itatatua tatizo ambalo lipo kwenye jamii. Nitatumia ubunifu huu kwenda kwenye mashindano. Kwa hiyo niliapply kwenye yale mashindano ya kitaifa na nilifikiria tatizo kwa sababu niliona serikali inalalamika kwamba, nakumbuka mwaka ule ilikuwa RUWASA alitoa taarifa kwamba wanapoteza zaidi ya bilioni kadhaa kwenye mfumo wa maji, na changamoto ya sasa ni taratibu tu za kukusanya hizi fedha ni ngumu. Lakini ukija ukiwasikiliza wananchi na mimi mwenyewe nikiwepo, tulikuwa tunalalamika kubambikiwa bili kwa sababu sio kila siku maji yalikuwa yanatoka. Kwa hiyo nikasema kuna tatizo la taarifa. Huenda ikawa shida sio maji wala sio shida kama tunavyochukulia, ni taarifa tu, namna ya kuipokea na namna ya kujua mimi na maji kiasi gani. Ndio nikaanza kubuni sasa kwanza pale 2019. Tukaenda kwenye mashindano na mashindano yalinisaidia sana kwa sababu kwanza alinipa mtaji wa kwanza. Nilikuwa tu na kifaa mfano. Kinalenga na wazo langu, lakini COSTECH walivyoniona wakanipatia kiasi cha milioni 10 kwa ajili ya kuweza kukiboresha angalau ile prototype. Alafu nirudi tena sasa kwa ajili ya kwenda hatua ya pili. Kwa hiyo nilipokea kiasi cha milioni 10 nikatumia pesa hiyo. Nilishukuru pia na taasisi ambayo nilikuwa chuo cha Al Maktoum College of Engineering. Walinisaidia, wakanipa facility kidogo za kuniwezesha. Kwa hiyo nilitengeneza mita 5 tukaenda kujaribu Zanzibar. Baada ya hapo COSTECH wakanikaribisha tena, wakaniambia. Ukisema mita 5 unamaanisha nini? Okay, mita 1, 2, 3. Okay. 1, 2, za kwanza tulitengeneza 5 kwa ajili ya majaribio. Kwa hiyo COSTECH walinikaribisha tena, wakasema kama umetumia zile fedha tulizokupatia mara mwisho vizuri na umefanyia kazi, tunaweza tukakupatia au tukakusaidia tena. Kwa hiyo tuwasilishe lengo lako ni nini na unataka tukusaidiaje. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tulirudi, tukaambia sasa sisi tushafanya majaribio zile mita 5, tunachohitaji sasa hapa ni kuscale. Kwa sababu tumeona hichi kitu kinahitajika. Watu wanalalamika wanabambikiwa bili, na baadhi ya watu wamesema hichi kitu kinawasaidia kubudget, hawabambiki tena bili. Lakini licha ya kubambikiwa bili, hii ni prepaid. Serikali inapata hela mapema, kwa hiyo itawasaidia kuimprove hii mifumo ya maji, kuhakikisha maji hapo kila sehemu. Kwa hiyo COSTECH wakaona kuna haja mimi kuwa na kiwanda. Wakanipatia grant tena nyingine kwa ajili ya ku-upscale, kuwa na kiwanda, lakini sio COSTECH peke yake, waliniunganisha paka na watu wa RUWASA. Yes, watu wa RUWASA ambao walinipokea mimi kama mbunifu na kuniruhusu niweze kufanya majaribio ya mita 200 Tanzania nzima. Kwa hiyo niseme walionishika mkono mpaka kwa RUWASA pia ni hawa wa COSTECH. Nashukuru sana, na mpaka hapa nilipo sasa manake nina kiwanda na nimeshafanya majaribio na ndani ya hii miaka 6 ambayo nimekuwepo nimeweza kujifunza na kujua. Sasa nilipofikia hapa, labda tu niseme kwenye ubunifu kuna pande mbili. Kuna biashara na kuna ubunifu wenyewe. COSTECH wamenishika toka mwanzo wa ubunifu mpaka kwenye biashara, na mpaka hapa nimeanza biashara. Pia nimeshauza mita 200 na nafikia tena kurudi kwa ajili ya hiyo Samia Fund. Sasa mita hizi ni prepaid. Yes. Mtu analipa kwanza kabla ya kupata huduma. Yes. Yani nini kinatokea? Kwa sababu ni tofauti na umeme, ni lazima uweke mita, uweke token, umeme uwake. Hapa nini ambacho kinatokea? Inakuwaje? Teknolojia hazitofautiani sana maji na umeme, japokuwa tu ni vitu viwili tofauti, lakini mfumo ni ule ule. Hii mita yetu inachofanya ni kuzuia na kuruhusu wewe upate maji. Na hii mita unaona kama hapa ina keyboard. Ndiyo. Ukiandika 00 utaweza kujua unasalia kiasi gani. Kama hapa inasalia 00 na ukiangalia huku ndani itakuwa imefungwa. Huwezi kupata maji. Huwezi kupata maji, una bili. Sasa hebu huku palipofungwa. Hapa manake maji ya ukiwa na 00 automatic inajifunga. Panafunga, yes. Kwa sababu inazuia maji kupita. Kwa hiyo hutopata maji mpaka ununue. Sasa unanunua kiasi gani? Hapa hakuna bili. Una shilingi 200, una shilingi 300 utanunua. Unanunua maji ya 200. Unaweza kununua maji ya 200, maji ya 500. Kwa mfano unapokaa maji yanauzwa shilingi 2000, maana yake kununua maji ya 500 utapata angalau unit 0.25. Kwa hiyo sasa nikinunua wakati ambao maji hayatoki.
Kuna changamoto sasa. Faida hii prepaid ndio inakuja kusort shughuli kama hizo, kwa sababu changamoto ni kwamba serikali ilikuwa inatumia nguvu nyingi, revenue ni ndogo. Sasa ikisort revenue ikiwa inapatikana kwa wingi, maana serikali itahakikisha kila sehemu miundombinu iko sawa na maji yanapatikana. Shida ilikuwa ni service delivery, ilikuwa bado ilikuwa poa. Kwa hiyo kama umelipia na maji hayapo kwa muda huo, units zako hazitopungua. Okay. Hazitopungua kabisa. Yaani ndio maana nikasema hii inakusaidia kwa bili. Ukiweka maji ya unit 2, usipoyatumia utakaa nao mwaka mzima. Ukitumia kidogo bili pia itakuwa, yani utalipa kidogo. Kwa hiyo nikiwa na unit, yes, automatic hapo kuna sehemu panafunguka, panakuwa wazi. Hili ni bomba tu la kawaida. Ndiyo. Sasa limejifunga sasa hivi ukiangalia. Ndiyo. Ila ukishalipia tu utaona panafunguka kwa ajili ya kuruhusu maji utumie. Kwa utatumia. Na nalipia vipi? Kwa sababu tunajua namna ambayo tunalipia umeme. Okay, tuwashukuru RUWASA, ule mradi wa majaribio ulitusaidia kwa sababu walitu introduce na mifumo ya malipo. Mpaka sasa tumesha integrate mita zetu na mifumo ya GPG, kwa maana yake kupitia government payment unaweza kulipa. Ni simu yako ya kawaida 150, unaingiza control number, unalipia maji. Kwa hiyo huhitaji kitu chochote cha ziada. Kuna control number maalum. Yes, ambayo inatofautiana mita na mita. Yes, kila mita ina control number yake. Tunapokufungia tutakupa control number husika ambayo tutatumia kwa ajili ya kulipia na kununua unit. Yes. Na ubunifu huu ama mita hii unaweza kuifunga popote Tanzania? Mita hii ni kama unavyoiona, inajitegemea. Yaani hapa ipo tayari, inakaa na betri miaka 6 na betri yake inabadilishika. Baada ya miaka 6 utafungua hapo, utaweka betri nyingine. Kwa hiyo mita hii iko tayari kutumika sehemu yoyote, iwe mjini iwe vijijini. Ndio faida ya kutest product zetu kwenye ule mradi niliosema tulipata mradi wa majaribio. Kwa hiyo tulizunguka Tanzania nzima tukajua kila sehemu kuna changamoto gani. Na sio mwongo, tulikutana na changamoto tofauti, lakini ndio zimetusaidia kufika hapa tulipofika. Ili nifunge mita hii. Yes. Napaswa kununua mimi tu binafsi nikaenda nikafunga nyumbani ama kuna utaratibu maalum? Hizi mita zina utaratibu maalum kwa sababu mara nyingi wewe sio unajisupply ya maji, lazima kuna taasisi maalum. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi na hizo taasisi, lakini hatukuzuii wewe kuwa na kupenda kutaka hii huduma. Kama unaitaka hii huduma, unaweza kufikia taasisi hiyo inayokusupply maji, ukawaambia kwamba Nyirenders Company Limited wana hizi prepaid meter, nadhani zitatusaidia. Kwa hiyo sisi tupo hapa kwa ajili ya kufanya kazi na Watanzania wote. Iwe ni binafsi, iwe ni taasisi, tutakuhudumia. Na labda niseme kuna baadhi ya maeneo watu wanapata maji kwa watu binafsi. Na watu kama sisi ndio tunaofanya nao kazi. Kwa hiyo ni taasisi, wewe mtu binafsi, sisi tutakuuzia. Wewe ni mtu unayepokea huduma ya maji, unahitaji yule anayekupatia maji ndio aweze kufungia hili. COSTECH hiki mmekisogeza kwa kiwango kikubwa sana kama mwenyewe Nyirenda alivyotuambia hapa. Kwanza mnajisikia faraja kiasi gani kukuza vipaji vya vijana hawa? Lakini bunifu kama hii najua pale ziko nyingi za aina tofauti. Ni kwa namna gani zikifika katika jamii na kuanza kutumika, mnaona na mnapata nguvu zaidi kwa ajili ya kuendelea kukuza vipaji vya vijana wengine na wabunifu wengine ambao wanakuwa katika mikono yenu? Nashukuru kwa swali zuri sana, na ni jambo, sisi tuna sheria yetu inataka kuendeleza teknolojia nchini, na tunapoona teknolojia kama hizi, kwa kweli hizi teknolojia imetengenezwa hapa nchini. Yeah. Na huyu kijana na ujuzi wake amekuambia alikuwa yuko chuoni, na hilo swali wengine wanauliza mnafika mpaka huko chuoni? Na hiyo alikuwa anazungumza Makisatu ni moja ya mipango. Wale Makisatu wote wizara inapoleta mashindano, wanapopatikana wale wote wenye bunifu wanaletwa COSTECH. Sasa changamoto yake moja ni kuingia ushirikiano na RUWASA. Na hapa tulikuwa tunajaribu kuangalia COSTECH anasimama katikati. Kwa hiyo tunapozungumzia tumeingia makubaliano na RUWASA kwa ajili ya hii teknolojia iweze kuwa tested nchi nzima. Kwa hiyo jambo la kwanza sema kwamba kazi ya serikali sio kwenda moja kwa moja kutengeneza. Bunifu wanazo, hao wana ujuzi, wanacho, ndicho ambao siku ya leo tunasherehekea. Sisi kazi yetu ni kuweka mazingira mazuri kwamba huyu kama na nani basi wana nani. Na tatizo jingine kuna wengine pia wanakuwa na bunifu. Na nitachukua mfano mwingine.
wanataka kwenda kuzijaribia zile bunifu zao katika mitandao ya mawasiliano, kwa mfano TCRA. Sasa kipindi kile kulikuwa na changamoto, hao vijana wakifika TCRA wanatakiwa kulipia kama wawekezaji wakubwa kama nyie hapa UFM. Sasa na huyo mbunifu naye anatakiwa kulipa kama UFM. Sasa TCRA wakaingia makubaliano na COSTECH kwamba mtu akiwa na ubunifu wake na COSTECH akathibitisha huu ni ubunifu, anataka resources, anataka zile rasilimali, labda anataka masafa, labda anataka namba, chochote kile kinachopatikana TCRA, wao sisi tukishasema huyu wanapata bure kwa kipindi cha muda mfupi. Sasa haya ni mazingira ambayo sisi kama COSTECH kwa niaba ya serikali tunajaribu kutatua changamoto ambazo hawa wabunifu wasingeweza. Kwa hiyo tumeizungumzia ile Samia commercialization, ile ni moja, tunatatua changamoto. Na mara nyingi sana mimi huwa na msemi wangu kwamba katika Samia commercialization fund ubunifu wako ambao unabiasharika ndo dhamana yako. Kwa hiyo ukisha kuja COSTECH, sisi tukishatambua then huna hata tunafanya kwa kushirikiana na benki. Sasa hizi tuko na CRDB. Kwa hiyo CRDB wakishafika wanakuambia kwamba ukishapitishwa na COSTECH then zile fedha zipo. Halafu wao wanakupatia zile fedha, unaendelea. Kwa hiyo sisi tunajisikia fahari kwa sababu tayari teknolojia hii, huyu tunamuombea akishamaliza atoke na nje ya nchi akawasaidia wengine kule ambao hawana hii teknolojia, kwa sababu ni teknolojia imezaliwa Tanzania. Na ni wazi kama alivyoeleza Wazo kwamba kuna mwananchi analalamika na bambikizi wa bili, serikali inapoteza fedha. Ni wazo ambalo ni kubwa sana. COSTECH mna mpango gani kumpeleka mbele zaidi, hasa kukutanisha na mamlaka na wakafanya maamuzi ya kutumia mita hizi, kwa sababu tayari zinaonyesha kutatua tatizo? Kwa kumalizia, tunafanya kwa karibu na wabunifu ambao wana bunifu zao, na ndio maana tulikuwa tunasema alipoanza changamoto zilikuwa ni nyingi kuliko hizi, lakini alipoanza kwenda tumemuunganisha na RUWASA, ameweza kubaini zile changamoto na kuzipatia ufumbuzi. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo atakuwa anaendelea kupata changamoto, sisi kama serikali, kama kuna changamoto, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto zile za kisera ili huyu aweze kufanya biashara. Lakini jukumu la kufanya biashara ni la kwake yeye mwenyewe. Na ili alipe kodi. Umeweka vizuri sana hapo mwishoni. Ili afanyaje? Ili alipe kodi, kwa sababu huu ubunifu akipata soko kubwa la Tanzania, huyu hataweza kufanya kazi peke yake. Unajua Balkis, teknolojia tunaiona tayari wameshafanya majaribio kwamba ina suluhu, inasaidia, sio? Maanake kilichobaki tu kwake nafikiri ni swala tu la mamlaka kuamua na kuelekeza kwamba jamani, sasa tunatumia hizi, na baada ya hapo tutakutambua kama bilionea uliotatua matatizo. Alafu nataka niongeze kimoja kwamba ndio maana nimezungumzia swala la kufanya biashara ni la kwake. Ndio maana nisema tunamuombea aende mpaka nje ya nchi. Sasa kazi yetu, kama tunaona huyu kwa mazingira ya kwenda nje ya nchi ni magumu. Kwa mfano serikali ina mashirikiano na SADC, ina mashirikiano na East Africa. Sasa huyu ndo hawa ambao tunaamini anatumia hiyo fursa ili kuweza kufika. Lakini swala la kufanya biashara, sisi serikali hatufanyi biashara. Kwa kweli. Nyirenda, kwa sekunde chache ongea na kijana mbunifu asikate tamaa. Nashukuru sana. Labda tu kama nilivyosema hapo awali, safari ya ubunifu sio safari rahisi, ina hatua. Kinachohitaji ni kutokata tamaa na kuwa na vision. Ukiweza kufikiria solution ambayo inaenda kutatua tatizo ambalo lipo kwenye jamii, sio kitu cha kukatia tamaa njiani, ni kitu cha kukifanyia kazi kila siku. Changamoto zipo. Unapoanza kubuni utakutana na changamoto za kibunifu, lakini ukimaliza kubuni utakutana na biashara, na changamoto za biashara zipo. Ni kazi kwako wewe kijana kufikiria namna gani unaweza kutatua na namna gani unaweza kuisaidia jamii yako, kwa sababu
jamii ya kesho inatokana na sisi vijana. Sasa Leo yetu tunajiandaaje, tunapangaje na tunadeal vipi na leo yetu ndio itadetermine kesho yetu. Kwa hiyo vijana kwa pamoja tujitahidi sana kujifunza kuhusu teknolojia na kuitumia teknolojia katika maisha yetu. Shukran sana. Thank you so much. Ni Wilbrod Nyirenda, mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya Prepaid Meter, ambaye ni kijana mbunifu, na tumeona namna ambavyo Tanzania na nje ya Tanzania tunaweza kuutumia vyema ubunifu wake. Lakini tumezungumza na Engineer Samson Mwela, mkurugenzi wa usimamizi wa maarifa kutoka COSTECH.